Yami ni msanii wa kike mwanadada ambaye alionyesha nyota yake kung'ara zaidi katika tasnia ya burudani nchini Tanzania, tasnia ya muziki Tanzania. Yami amekuwa ni mwanamke ambaye anafanya vizuri zaidi, na hivi sasa Yami ameachia wimbo mkali zaidi ambapo unaitwa Hayanogi. Wimbo huu ni mpya kabisa kama hujautazama basi sikia nikwambie, alafu uende ukautazame wimbo wa Yami. Yami bwana ametoa wimbo ambao unaitwa Hayanogi, hakielezea hisia kali za mapenzi wakati ambao alikuwa akiishi na mpenzi wake. Mapenzi ambao alikuwa akipeana alikuwa sio mapenzi ya kawaida yalikuwa mapenzi matamu, mazuri, makubwa ambayo yalikuwa hapo katika viwango vikubwa tu ambavyo Yami aliweza kuenjoy mapenzi ambayo alikuwa akipewa na mshikaji. Lakini baadaye kuna tafakuri iliweza kutokea, mtafaruku uliweza kutokea kama jinsi ilivyo siku zote. Mtafaruku sometimes huwa inatokea kwa wapenda nao, lakini pia kwenye sehemu ya mkusanyiko lazima tu vitu hutokea. Basi baada ya kuwa imetokea vitu kama hivi hapo, Yami pamoja na mwana jamaa yule pale akawa ameweza kufanyaje, wameweza kuachana, kila mtu akawa ameshika upande wake, unaona bwana. Lakini alionyesha kuwa mbali zaidi na mwenzake ni mwanadada ambaye ni Yami, kwa mujibu wa story ya wimbo ambao ameuimba Yami. Baada ya kuwa tayari ametoka katika mahusiano na jamaa ambaye alikuwa akimkubali, aliamini kwamba ataenda kupata mwanaume mwingine ambaye atakayeweza kumuendo vizuri na maisha yataendelea kama kawaida. Lakini sasa baada ya kuwa ameweza kuachana naye mshikaji, Yami akawa ameonekana kumove on kutoka katika lile penzi la kwanza ambalo alilopewa na mshikaji, unaona bwana. Kufikia wakati akaanza kukumbuka kile ambacho, ama yale mapenzi mazito ambayo alikuwa akipewa na mshikaji wake wakati ule pale. Mapenzi yale ambayo alikuwa akipewa alifanya amkumbuke zaidi, hatimaye kuweza kumtafuta na kuweza kumtumia salamu ya wimbo kwamba kama ikibidi waweze kuachana na yule mpenzi wake kisha waweze kurudiana, maana amejaribu zaidi kuwa na mwanaume mwingine kuanzisha mahusiano ya kimapenzi, lakini kule ambako ameanzisha mahusiano hayo mapenzi hayanogi hata kidogo. Kwa hiyo Yami amekuwa akimlilia mpenzi ambaye mara ya kwanza alikuwa katika mikono yake, lakini pia baadaye mtafaruku ulivyotokea kuweza kutengana, na msababishaji wa yote alionekana kuwa Yami, kwa sababu ameonekana kutokumove on kwa kile ambacho amekiamua. Kimsingi sasa hivi bwana, wasanii wamekuwa wakitengeneza ngoma ambazo zinatafakarisha zaidi, zinaleta story time, ambapo tukianza hata kuongelea ngoma ambazo wanaachia wasanii, unaweza ukakaa na kuweza kusikiliza au kuenjoy kile ambacho kinaelezewa cha msanii husika kutokana na story ambavyo kaiandaa, kama jinsi ambavyo tumeona wasanii wengi sana wafanya hivyo. Hakika Yami naye pia ameingia katika rekodi ya wasanii ambao wanatunga kazi zao, wanatunga mashairi mazuri kwenye kazi zao za sanaa ya muziki katika upande wa burudani nchini Tanzania, ambaye Yami kwa sasa hivi anawakilisha zaidi sio tu Tanzania, ameshavuka huyu, yuko East Africa na Mashariki na Kati, na pengine ameanza kuvuka boda zaidi. Safari yake ilikuwa rahisi, ilikuwa ni safari yenye mapito mengi, maana kabla ya kuwa sasa hivi anajitegemea na anajitegemea mwenyewe kwa sasa hivi. Lakini mashabiki wengi, wafuasi wengi, watu wengi sana ambao wanafuatilia muziki wanatambua kwamba Yami hakuanza kujitegemea, bali alianza akiwa katika lebo ya The African Princess, yani Nandi, unaona bwana, katika lebo ya Nandi. Baada ya kuwa wamefanya kazi hapo, baadaye akawa ameondoka hapo na kuanza kujitegemea, unaona bwana. Amekuwa akifanya matamasha mawili matatu, akialikwa katika shows za watu katika majukwaa mbalimbali. Yami ameonekana kuwa anafanya vizuri zaidi na zaidi. Kocha msingi muunge mkono Yami kwa kwenda kwenye akaunti yake ya YouTube na andika tu Yami, alafu wimbo unaitwa
hayanogi uweze kutazama vizuri video yake. Nimeipenda, ni nzuri kwa kweli, na sauti yake pia, mwanamke huyu ni sauti nzuri, ana sauti nzuri kwa kweli ya kuweza kuimba, na mashairi yake ambayo ameyatunga katika burudani hii kwa kweli ni mashairi mazuri zaidi. Kama ni ametunga yeye mwenyewe, basi respect sana kwake, lakini pia kama atakuwa ametungiwa, hakika amepata mwandishi mzuri zaidi wa kuandaa mashairi mazuri. Basi mimi nikushukuru sana kwa kuweza kuniazima sikio lako, ila jambo la msingi, chini ya video hii kuna neno limeandikwa subscribe. Fanya subscribe, alafu utakuwa ni moja kati ya familia yetu. Kila taarifa ambayo utakuwa tukiipandisha, utakuwa wa kwanza kuweza ku turn on notification, kwa kuweza kutazama na kusikia kile ambacho tumekipandisha. Nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.